Ndio basi ndio tumehamishwa na kadi ndio tukahamia hapo katikati. Hiyo maji sasa hivi inaleta madhara makubwa sana. Naomba imeanza tangu lini? Imeanza kuanzia mwezi wa 3 tu, mvua ilianza kunyesha tu. Baada ya mvua kunyesha hii ikaanza kuja na hii maji. Yaani sasa hivi hatutoki pale. Sasa hivi nimepita huko. Yaani mimi sitoki pale, watoto waendi shule. Watoto wangu hawajawahi kwenda shule tena sasa hivi. Muda gani tangu watoto wajaenda shule? Na muda kama karibia wiki 3 watoto hawajawahi kwenda shule tena hapo. Kwa ajili tu ya hii maji. Uko wapi? Hizi baada alipotengeneza hii nani wamelengesha huko. Mimi nimemwambia waende. Haya yanatokea kule kati. Ndio inatoka kati kwenye lami. Ndio anakuja hivi mheshimiwa. Leo nimetembelea karibu vijiji vyote vya kata ya Kia. Maji yanayotoka Siha, maji yanayotoka Arumeru yanakuja hapa. Hapa ni wilaya ya Hai inaunganishwa na Simanjiro. Kile kivuko ambacho nimekuwa nikiomba muda mrefu bungeni kijengwe na TARURA ili kuweze kuondoa adha kubwa iliyoko ndani ya wilaya ya Hai kiko hapa. Pale unapoona kwamba maji yanapita juu, pana kina kirefu mno. Kina kirefu mno. Wale ambao wamefika hapa wakati maji yamepungua, kwa hii ni hatari kubwa. Huyo anayetumia chombo hiki, boti letu hapa, hatuna uhakika na taaluma yake. Lakini ukiangalia mazingira hapa ni mazingira hatarishi ambao kwa kweli yafurahishi. Ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, kwa hati kabisa ya dharura, ukiona hii si hali ya kawaida. Wenzetu wa TARURA walishafanya tathmini ya ujenzi wa daraja pale. Inaweza kusimama shughuli nyingine yoyote ukatusaidia hii hali inayoendelea hapa. Lakini nitoa wito kwa mkuu wetu wa mkoa. Bahati nzuri ni mtu msikivu, sio mtu wa ofisini. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikuombe uje kipindi cha mvua hapa. Hao wengine walioko ofisini wacha wakae huko. Lakini nikuombe wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, fika hapa uone. Ukiwa kama mwenyekiti wa usalama wa mkoa wa Kilimanjaro, niwaombe sana tafadhalini mfike eneo muone hili. Sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais, amefanya kazi kubwa sana. Kijiji cha Tindigani hapa kuna shule, kuna majosho yamejengwa pale, tunajenga zahanati, lakini ndani ya kata hii tunajenga kituo cha afya. Kwa kweli tunatambua kazi alizofanya. Hata umeme umefika. Lakini hili kwa kweli ni hitaji kubwa na la msingi na la kibinadamu kuokoa roho za wananchi ambao wako hatarishani kwenye mazingira haya. Hiki chombo nani anakijua walali wake wa kubeba wananchi? Kwa hiyo ningedhani pia hata mtendaji wa kata nichukue nafasi hii kukupongeza sana. Kukupongeza na kukuombea Mungu. Hata mshahara unaokula ni halali yako. Kwa sababu kukaa ofisini wewe ukaona ungani na mbunge, uje tuone hiki tulichopa. Hapa tunalipa nauli na ukipita na pikipiki ni shilingi 5,000 wewe na pikipiki. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan itusaidie. Watoto wetu leo hawajaenda shule kwa sababu maji ni mengi sana. Ukiangalia mashamba ambayo tulikuwa tunategemea ndio yale pale ambayo mafuriko haya yote yameingia kwenye mashamba. Watu wamelima, hakuna mashamba tena. Kwa hiyo niombe serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan itusaidie kwa ajili ya hiyo kivuko ili wananchi waweze kuondokana na matatizo haya. Kivuko hiki pia kinatusaidia kwa ajili ya mifugo yetu. Mifugo yetu inapita hapa, inaenda kwenye malisho kule, kuepukana na eneo lile la migogoro kule la uwanja wa Kia. Kwa hiyo tukipata kivuko hiki kinatusaidia sisi kwa 100%. Ndio maana tunaiomba serikali yetu sikivu ya Mama Samia Suluhu Hassan na kupitia mheshimiwa mbunge wetu, ni mbunge sikivu, ni mbunge ambao ni leo tu tumemwambia tumepata tatizo la mafuriko, akaja leo akishirikiana na mheshimiwa diwani wetu na katibu wetu wa kata. Kwa hiyo niwaombe serikali yetu sikivu ituangalie ili tuondokane na tatizo hili la mafuriko. Kwa kipindi hiki tunapitia wakati mgumu sana.